Unajua ndugu zangu ninyi Wakristo ni watu wenye raha sana. Narudia tena. Wakristo ni watu wenye raha sana, kwa sababu tunapokuja tukaabudu, alafu tukaimba, alafu sasa tukashuhudiwa, alafu sasa tukahubiriwa, tunasikia raha, tunasikia amani. Naona hayo mambo, Wakristo wanafurahi na wanakuwa na raha na maisha yanakuwa marahisi, easy way. Unajisikia kuendelea mbele. Hata baada ya ibada leo, wewe utajisikia kuendelea mbele zaidi ya jana. Utajisikia umepata nguvu za ziada. Utasikia wewe tofauti fulani imetokea kwa sababu tu umeingia ibadani leo. Tofauti hiyo utaisikia. Na kwa sababu hiyo wanafunzi wa Yesu, kwa kuwa na Yesu, walipata raha sana. Kwanza raha ya kwanza, wao hawakupaswa kufunga. Unaona? Hawakupaswa kufunga. Hata wale makuhani wakaja siku moja wakasema, sasa wewe wanafunzi wako kila siku hawafungi, wewe ni kufuatana na wewe tu. Sasa hii mambo gani? Ni Ukristo gani huo? Yesu akamwambia, bwana harusi yupo. Sasa bwana harusi akiwepo, sherehe ipo. Sasa watafungia nini? Kwa hiyo wakafurahi wanafunzi, wakafurahi sana kuwa na Yesu, lakini mabadiliko hawakutaka mabadiliko kwa ajili ya zile raha. Unakuja unaimba pambio zako, alafu waambie utakufa. Hivi mtu akija akakwambia, wewe kwanza unakufa upesi, utakufa kesho, yeye utaniita kabisa. Nikija mbele yako Joni nikakwambia, wewe bwana kesho unakufa tu, utaniita utaanza kuniambia, hasa huyu mtu ananitabiria kifo. Kumbe bwana, kifo kinakuja tu. Kifo kinakuja tu. Hayo ni mabadiliko, lakini hatuyataki. Sasa Yesu anafundisha mabadiliko, kwamba jamani, mabadiliko yapo, mateso yapo, kufa kupo. Nikaja nyumbani leo nikasema, Bwana Kaviche, tuombe Mungu, wewe ni Mungu wa ajabu, Mungu mwema, mchukue Kaviche vema, utamchukua kesho, basi mbariki. Yaani Kaviche atakataa sala hiyo saa hiyo, hata kubaliana nayo. Unaona? Kwa sababu mabadiliko jamani, mengine ni machungu. Sasa hayo hatuyakubali, hatuyataki, lakini yapo. Lazima tukubali kwamba yapo. Hata kama hatukubali, tumwambie Mungu, kama sisi tunasikia hatuyakubali, tusaidie tuyakubali, maana yapo na ni lazima mabadiliko hayo yaje. Lakini sisi tusipoyakubali, itakuwa bahati mbaya sana, maana hatutajitayarisha ipasavyo. Sisi tunapokuwa tunamwamini Mungu, lazima tuamini kwamba mabadiliko yapo na tuwe na imani. Yesu aliposema na wanafunzi wake, akawaambia kwamba nitakufa na siku ya tatu nitafufuka. Wale wanafunzi wake wala haikuingia kabisa. Yesu akafa, bado haikuingia. Alafu akafufuka, bado haikuingia. Alafu wanafunzi wake Yesu akawatokea. Mwanafunzi mmoja Tomaso hakuwepo. Sasa akaambiwa, halo,
tumemwona Yesu. Wakamwambia, alo, mimi bila kumuona tena nimshike mkono nihakikishe yale majeraha ya msomari, mimi siwezi kuamini. Yaani huyo ni mtu aliyetembea na Yesu miaka 3.5 na akiambiwa kwamba hayo mambo yatatokea, lakini hakuamini. Hakuamini. Wanafunzi wake hawakuamini. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, shida iliyopo leo kwa Wakristo wakati wote ni kuamini yale mambo ambayo Mungu amesema, yale mambo ambayo ni ya muhimu sana. Ni lazima uamini kwamba Mungu amesema na itakuwa. Mungu akisema itakuwa, ni lazima iwe. Ukiamini itakuwa. Maana kama wewe uamini kwamba kufa kupo, sasa huwezi kuamini pia kwamba uponyaji upo. Maana yote hayo ni Mungu amesema. Amesema kufa kupo, uponyaji upo, na ufufuo upo. Yote hayo Mungu amesema. Sasa lazima uyaamini hayo, kwamba jamani, Yesu amesema kwamba atatufufua baada ya kifo. Ukifa ni lazima kila Mkristo anayeamini atafufuliwa. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Na maisha haya yatapita, ni maandiko hayo. Ulimwengu wa sasa uliopo utapita. Tutapata mbingu mpya na nchi mpya. Hiyo ni ahadi ya Mungu, kwamba kila kitu Mungu alichosema kitatokea. Na sisi ni lazima tuamini maneno hayo, kwamba katika siku zetu hizi mabadiliko yapo, na mabadiliko hayo sio kwa ubaya. Yesu alipokufa, wale wanafunzi wake kwa sababu hawakuamini walikata tamaa. Wakakata tamaa, sasa tutafanya nini? Lakini siku ya 3 Yesu akafufuka. Kwa sababu hawakuamini lile la kwanza, walipingana nalo, hawakuamini kwamba atafufuka. Kwa hiyo wakawa wako nyuma na maandiko, wako nyuma na imani, wako nyuma na ahadi za Mungu. Kwa hiyo Yesu akasema kwamba siku ya 3 nitafufuka, na baada ya kufufuka sasa watu watapata msamaha wa dhambi, watu wataponywa, na watu watapata Roho Mtakatifu, watajazwa na Roho Mtakatifu, na wao wanaweza sasa wakasema neno la Mungu kwa ujasiri, na ulimwengu wote utahubiriwa habari njema. Haya yote ni mazao ya mabadiliko. Mabadiliko yanaleta mazao mazuri. Leo kama tusipokubali mabadiliko, basi ina maana kwamba hakuna mambo mazuri yatakayotokea. Leo kama tusingekubali mabadiliko, hapa pangekuwa panaoteshwa mahindi. Hapa pangeoteshwa tu mahindi. Sasa tuulizane hivi, ndugu zangu, kwani baada ya kuamini na kutaka na kupokea mabadiliko, leo tuna kanisa hapa, leo tuna watu waliokoka hapa, leo tuna wanafunzi hapa, leo tuna mataifa yote hapa wanakuja wanamwabudu Mungu wa kweli. Hayo jamani, ni mabadiliko mabaya? Hayo ni mabadiliko mabaya au ni mabadiliko ambayo yanaonyesha utukufu wa Mungu katika maisha yetu? Ni mabadiliko ambayo yanaonyesha utukufu wa Mungu kwa maisha yako na pia kwa maisha yetu na kwa Sakila kwa jumla na kwa Tanzania
Kwa jumla tunaona hayo mabadiliko yameleta baraka nyingi kwetu hapa Sakila. Angalieni ya watu wa Sakila. Angalia watu wa Sakila wanavyovaa. Ati jamani, mnaonaje? Napenda niwaombee ili mabadiliko yenu katika maisha yajayo, kesho na kesho kutwa, yawe mabadiliko mazuri na wala sio mabaya. Kwa hiyo naomba msimame. Haya, hebu kila mtu asimame, alafu amtamkie mwenzake baraka. Simama. Kila mmoja amgeukie mwenzake, ampe mkono, amwambie hivi, mabadiliko yatakayotokea yawe ya ushindi na baraka. Haya, mgeukie tena, mwambie kwa mwaka huu wote iwe baraka. Haya, mshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haya, mgeukie tena, mpe mkono, mwambie chochote unachotaka mwaka huu umepokea. Haya, pigie tena Bwana makofi. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haya, hata na mimi nimepokea. Haleluya. Hata na wewe umepokea. Haleluya. Na pia amani ya Tanzania tumeipokea. Haleluya. Na viongozi wetu, Mungu awabariki.